tumekuwa na ziara iliyoanza kuangalia eneo la viwanda la Sinotan, na naamini wote mmeshuhudia kazi kubwa inayofanywa ya kuendeleza ajenda ya viwanda. Kazi ya uzalishaji pale inaendelea vizuri, tutaizungumza baadaye, lakini wote mmejionea. Uwekezaji huu ni awamu ya kwanza katika awamu 5 ambazo mwekezaji atafanya katika eneo lile la kongani ya viwanda, Industrial Park. Hivi sasa tumeajiri pale kupitia kwa mwekezaji wa Tanzania kama 1000, lakini mpaka awamu zote 5 zitakapokuwa zimekamilika, kongani hii ya viwanda ya Sinotan Kibaha Industrial Park kwa lugha ya Kikinga itaajiri wa Tanzania zaidi ya 100,000. Tunategemea uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 3. Na tukifanya uwekezaji huo, nchi yetu itakuwa na uwezo wa kupata mapato ya kodi ya zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kutoka kwenye kongani moja. Hapo hatujazungumza kongani zingine tutakazozianzisha kwa Bagamoyo, Mwanza, Dodoma, Mtwara na sehemu nyingine nyingi Tanzania ambazo serikali imetenga maeneo kwa ajili ya kuanzisha kongani za viwanda na Kigamboni pale Dar es Salaam. Kwa hiyo tumeona tuwalete leo waandishi wa habari, mjionee wenyewe. Mmekuwa mkiandika juu ya kazi kubwa inayofanywa na serikali katika uanzishaji wa kongani za viwanda, na leo mmejionea wenyewe kwa macho yenu. Na sasa tupo hapa kwenye bandari kavu ya Kwala. Bandari kavu ya Kwala ni moja kati ya hatua madhubuti ambazo serikali imeamua kuzichukua kupunguza msongamano wa mizigo katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Tumefanya uwekezaji mkubwa wa zaidi ya shilingi trilioni 1 katika uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam. Sasa tumeanza kupata pressure kubwa ya wapi tunahifadhi mizigo baada ya kushuka kutoka melini. Eneo la Dar es Salaam peke yake linaelemewa. Kwa hiyo serikali imekuja na utaratibu wa bandari kavu. Tumeijenga hapa Kwala, ndio hili eneo mnaloliona hapa ambalo tumeshalisakafia. Hapa pana kama ekari 10 na kitu hivi, kama hekta 5 hivi. Lakini tuna eneo zima hapa ambalo tumelizungushia lina kama ekari 60. Tumesafisha kama 120, lakini ile eneo lote lina ekari zaidi ya 1200 ambazo tutazitumia hapa. Lakini pia hapa kuna nchi jirani ambazo tumewagawia maeneo kwa ajili ya kuweka bandari kavu zao. Kwa mizigo yao ikishuka katika bandari ya Dar es Salaam tunaweza kuileta hapa, na baada ya hapa ikaendelea na safari ya kwenda kwenye nchi zao bila kikwazo chochote. Tunafanya hivi kwa sababu tunaamini bandari ni lango la biashara, ni lango la uchumi. Tukifanya vizuri kwenye bandari tutapata fedha nyingi ambazo zitatusaidia katika maendeleo ya Watanzania. Na mimi leo nimefurahi nilipoambia tunakwenda Kwala, mmekubali, mmekuja na mmejionea wenyewe kazi nzuri inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa sababu nimewapa usuli huo, naomba mpokee salamu kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati nakuja ameniambia waambie vijana wanangu kwamba nawapenda sana, waendelee kuambia Watanzania kazi nzuri inayofanywa na serikali. Anashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya. Tunakwenda kuadhimisha miaka 4 ya tangu alipoingia madarakani. Serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani tarehe 19 ya mwezi huu wa 3. Tumebakiza siku chache. Leo ni tarehe 16, tumebakiza siku 2, tutakuwa tunaadhimisha miaka 4. Waonyesheni wa Tanzania serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya nini katika kipindi cha miaka 4. Kwa hivyo nawashukuru sana. Lakini pili, naomba kuwashukuru Wizara ya Uchukuzi ambao wametuwezesha kufika hapa. Wizara ya Uchukuzi ikiwa chini ya Mheshimiwa Waziri Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, nawashukuru sana. TPA, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari, kwa kutuwezesha kufika hapa na kuturuhusu tuingie kuona haya makontena hapa. Hii bandari kavu ya Kwala ndio imeanza, na haya makontena mnayoona hapa yako 700, ndio tumeleta kwa awamu ya kwanza. Na katika haya 700 nchi majirani ambao wanapitisha mizigo yao hapa wameshachukua makontena yao 400. Kwa hiyo ni kazi ambayo inakwenda vizuri, na huko mbele nitawaambia mambo mengi zaidi ambayo tumeyafanya.